Okay, wapendwa wafani wote na wandugu wanaopenda nchi ya Kongo na marafiki wa Kongo, tunasimama tena kuwaletea habari mpya. Kitu cha kwanza naanza na shukrani kwa wale wote ambao wameniandikia, kunitumia message, kuniita, wanasema Dr. Mlongecha, umekaa kimya sana. Kwa nini siku hizi uzungumzi? Ni nini kinatokea? Ninataka niwaambie habari moja, muelewe hivi. Kazi tunayoifanya sio kila wakati tunakuja nje. Kuna mambo mengine tunahitaji tuyatengeneze kwa chini. Kuna wakati tunakutana na viongozi mbalimbali. Kuna mambo yanahitaji kupublish, kuonyesha, na mambo mengine tunameza. Yanahitaji action. Kwa hiyo ndiyo imenifanya mimi kukaa kimya muda fulani. Na ninawaombeni mnaponiona kwamba sizungumzi, si kwamba tumeshindwa au kuna shida au kuna tatizo. Jibu ni kwamba hakuna tatizo. Tunafanya kazi. Niliwahakikisha kwamba kazi tumeifanya, tumeanza na tunaendelea na tutarudi nyuma. Leo ninazo habari chache nilihitaji kupartaje na ninyi, tuzungumze mjue hali gani inayokwenda katika nchi yetu. Na kabla ya kuendelea kuwapatia mambo inayokwenda kitu katika nchi yetu, nilitaka kuambia kwamba kazi hii tunayoifanya kuleta mapinduzi katika Kongo, wa China walipigania nchi yao na walikuwa katika umoja. Hata hivyo kulikuwa wa infiltrate, lakini kozi yao kwa sababu ilikuwa juste walishinda. Umarekani wamefanya mapinduzi ya kubadilisha nchi yao zaidi ya miaka mingi sana, karibu 100 mpaka 400. Wanapigania uhuru wa nchi yao. Marekani leo imekuwa grand puissance kwa sababu waliipigania, lakini pamoja na hayo wa infiltrate walikuwa. Nataka niwajulishe kwamba kazi tunayoifanya, wa infiltrate wako wengi. Mabeberu wa Kinshasa, Joseph Kabila pamoja na watu wake wamenunua watu wengi sana munivo ya diaspora, makanisani, wachungaji, katika makominote ya makabila, kwa sababu kila kabila ya kominote fulani inakuwa na organization fulani, wanachagua kiongozi, president na komiti yao. Katika viongozi walio wengi wamenunuliwa. Kwa hiyo ninawaombeni tuwe makini sana, wazalendo wa kweli kweli. Kwa sababu utazungumza na mtu lakini haujui unaongea na mtu wa namna gani. Kwa hiyo vita tunavyopigana, hatupigani na adui wanaotesa Kinshasa tu. Tunapigana hata maadui ambao wamenunuliwa, wa infiltrate. Kuna watu wa infiltrate wamekuja karibu yangu, hata wengine nimewapa pesa. Kutoa pesa nyingi sana, mamilioni mengi kuwapatia. Pesa zinapotea, wengine wanakula. Unafikiri kwamba wanafanya kazi, hawafanyi kazi. Kwa sababu gani? Ni wa infiltrate. Kwa hiyo ninawaombeni wa ndugu, unayejua una mzigo wa kuokoa nchi yako, fanya kazi bila kutazama pesa. Pesa huja baadaye. Mtapata pesa baadaye. Lakini tunachohitaji udongo wetu, wake zetu, watoto wetu waokolewe. Nchi yetu tuiachie watoto wetu katika mikono. Wanajua kwamba wazazi wetu walifanya kazi nzuri, kama Umarekani leo, kama Wafaransa leo. Washington wamefanya kazi, Umarekani hata hawako tena, Lincoln hawako tena, lakini Wamarekani wanaendelea. Kama Martin Luther King hawako tena, lakini nchi inaendelea. Kwa hiyo tunawaomba ndugu zetu, mjue kwamba wa infiltrate wamekuwa wengi katika community zetu. Na hizo community zetu zimekuwa très dangereux. Watu wengi mnaongea naye lakini anakuwa na habari fulani anazozituma Kinshasa. Wamewanunua watu, makabila karibu mengi. Na kitu kimoja nataka nimwambie, kwa sababu koze yetu iko juste. Tutashinda. Tutashinda vita tulivyo navyo. Kwa hiyo msiogope. Nimetaka kuambia habari kwanza ya wa infiltrate. Infiltration iko nyingi sana niveau ya diaspora.
Kongo yenyewe kila province, ina maana kila mkoa na katika kila kikundi cha kabila watu wamenunuliwa. Hiyo siwasumbue sana. Hata wakati 1164 1960, unaona, wakati mapinduzi inataka kuanza na mabadiliko inataka kuingia Kongo, wainfiltre walikuwa. Hata wakati wakina Lumumba, wakina Chombe walikuwa wananunuliwa tu. Lakini wakina Lumumba walisimama. Ninawaambia, kama unatetea ukweli na haki, Mungu yuko pamoja nawe. Na nataka niwajulishe kwamba pamoja na wainfiltre wengine walikuwa wanafanya kazi nami, wengine wako karibu yangu, mimi ninaamini watu, lakini walio huko juu wakaniita, fanya angalisho sana, karibu yako kuna mtu fulani, kaa mbali na wao, wanataka kukuweka katika mikono ya adui. Na hiyo yote, ndugu zangu, ninataka niwajulishe kwamba kuna watu wanakuja hata karibu zetu, tunafikiri ni watu wazuri, wanazungumza maneno matamu, lakini wako wa infiltre. Okay, wako wa infiltre, watakupatia maneno mazuri lakini wamenunuliwa. Lakini tunataka kuwajulisha kwamba tutashinda. Kwa hiyo ninawaomba ndugu zangu, wazalendo wote, kaeni mbali na mawazo ya watu wote walio na roho ya negativity. Kama unakaa karibu ya mtu aliye na negation, ninakuambia utaona problem kila siku na utapata solution. Ukikaa katika watu wako positive, utapata solution katika kila kitu unachokifanya. Na ninawaambia kwamba ninajua kwamba kazi tunayoifanya inakwenda vizuri na tutashinda na tunaendelea. Na mahala ambapo tumefikia, ninajua nivo gani tumefikia. Jambo la pili ninataka kuzungumza ni kwa ajili ya uchaguzi. Wandugu zangu wa Kongomani, mjue jambo hili la uchaguzi. Leo hii miezi mingapi, ukiangalia miezi mingapi imebaki kufika mwezi wa 14? Mwezi wa 12. Ni miezi karibu 4. Leo tuko mwezi wa 7 na katika wiki 2 hivi tunaingia mwezi wa 8. Sasa katika hii mwezi wa 8 mpaka mwezi wa 12 ni miezi karibu 4 kama sisahau. Katika miezi hiyo 4, uchaguzi gani utayofanya nchi kama ile Congo continent africain? Uende maprovince yote, ufanye kampeni huko, uzungumze na watu, kisha iko impossible. Ninawaambia, nchi yenyewe ya Ufaransa ambayo ni ndogo sana, ni sawasawa na mkoa mmoja wa Kongo. Au mkoa wa Kongo unashinda. Wafaransa wajafanya uchaguzi wa miezi 4 kuchagua rais wa nchi. Na ndio maana niliwaambia tangu mwanzo kwamba uchaguzi hautakuwa. Leo hii Josefu hajajiprononce bado, anaendelea kucheza. Sasa kuna siri fulani ambazo nitahitaji kufunua leo, mwelewe. Ninataka niwaambie kwamba kuna habari ambazo ninazo za ukweli na za hakika, kujua kuwaonyesha kwa nini Jean-Pierre Bemba ametoka mu prison. Jean-Pierre Bemba ametoka ku prison kwa sababu kuna deal ambayo wameifanya na wamempa. Na hayo yote tutayafunua hapo mwisho. Na ndio message niko natuma hata kwa Jean-Pierre Bemba. Kama kweli yeye iko mzalendo wa kweli, akubali hiyo deal kwa sababu atoke ndani ya prison. Lakini anapofika Kinshasa, aluta continue, aendelee na mawazo yake ya kupiganisha kuokoa nchi. Lakini yale waliompropose, ninawaambia, itaendelea tena kurarantire uchaguzi katika Kongo kutokana na dile ambazo wamempa. Na ndio maana ametoka. Mashitaka yalikuwa mengi sana, asingetoka. Ametoka kwa sababu hiyo. Na serikali ya Kinshasa ndio ilikuwa inaonga pesa. Kama mnataka kujua ni kwamba baba yake Jean-Pierre Bemba alikuwa rafiki yangu mpenzi sana. Tunaongea naye kwenye simu kila wakati. Na amekufa mpaka nakata roho siku ya mwisho. Amekufa kwa sababu gani? Alikwenda kufuatilia mambo ya mtoto wake, na wale jiji wakamwambia kwamba kaa pale, tutakuonyesha kitu gani kinatokea. Kulikuwa ministre mmoja ambaye ndugu yake ya Jean-Pierre walikomaa pamoja, secretary general lake mnawajua. Alikuja kutoa mamilioni Jean-Pierre aendelee kukaa mu prison.
Bemba Saulona alipoona hivyo akaanguka na tension mpaka kupeleka hospitali, mtu anakufa. Kwa hiyo Jean Pierre Bemba kutoka mu prison, ndugu zangu, ninataka niwaambie kwamba kuna deal ambayo amepewa, na hiyo deal kama ataikubali, ina maana ni kurarantire uchaguzi. Na ndio maana mnaona kwamba mwezi wa 8 anahitaji afike Kinshasa waanze programe zao. Na kufika kwa Jean Pierre, mtaona programe, mambo mengi sana yatashange Kinshasa. Kwa upande wa Kabila, vitu vingi vitashange. Lakini kama ataendelea na ile ide moja ya kusema ni inchi yangu, nitaendelea kutetea inchi yangu, basi kutakuwa mafanikio mazuri. Kwa nini naomba ndugu Jean Pierre Bemba, mahali ulipo, ninajua hizo dili wamekupatia, tafadhali zikubali, kwa sababu ungali ulikuwa katika hali ya udhaifu. Kama mfalme yuko katika hali ya udhaifu, ana uwezekano wa kusinyi au kusaini sheria mbaya, lakini akili yake inapomrudia anaamande. Kwa nini nakuomba Jean Pierre Bemba, kutokana na hizo zote dili walizokupa kwa ajili ya kurarantire peple Congolais endelee kuteswa, zikataa. Kinshasa, gouvernement ya Kinshasa, niseme gouvernement, haiko hata gouvernement tena. Hakuna gouvernement Kinshasa, kwa sababu periode yao ilikwisha kuexpire. Na kwa sababu periode yao ilikwisha kuexpire, ninakwambia hawakontrole inchi. Joseph hakontrole inchi. Joseph anakontrole kale ka Gombe tu. Gombe ile commune de la Gombe ndio pala anakontrole. Kinshasa yenyewe watu wanakufa kila siku, na ndio gouvernement central iko. Wende kukuma province watu wanakufa kila siku na gouvernement ipo. Mkongomani damu yake kumwangika ni sawasawa umeua nzi. Hapana hata kusema umeua mnyama. Mnyama watu watafurahia. Umeua nzi, hakuna mtu atakayesema. Wende Nord Kivu, Sud Kivu, watu wanakufa kila siku na gouvernement haifanyi kitu. No, gouvernement ya Kinshasa imeshindwa, haina uwezo tena, haina mamlaka, haina uwezo wa kufanya jambo lolote. Wameshindwa katika kila kitu wanachokifanya. Kwa hiyo ninaomba kuwajulisha kwamba hali iliyopo kwa sasa hivi, wanajaribu kufanya mbinu zao ziendelee kumaintenire madaraka. Na ndio maana mnaona kwamba katika hayo madaraka ya Kinshasa hakuna kinachotokea kuonyesha au kardinali fulani. Angalia diskuru yake aliyozungumza, ilikuwa ndio distraction. Ilikuwa ndio komedie. Un president iko anafika anafanya komedie. Comprenez mon émotion, anasema vitu ambavyo havina maana. Ilikuwa ndio komedie, watu wanacheka cheka tu. Lakini inchi iko nakwenda. Ndugu zangu, ninawaombeni wananchi wa Kongo pamoja na wazalendo, amkeni. Ninayo mesaje ya kuambia viongozi wote wa SADC. Hii sitazungumza kwa Kiingereza, nitasema kwa Kiswahili kwa sababu wengine wanasikia Kiswahili vizuri sana. Nitawatafsiria. Sisi ni Wabantu, tutazungumza lugha yetu ya Kibantu. Tutaendelea kuzungumza lugha yetu ya Kibantu, ina maana kwamba tunazungumza Kifaransa au Kiingereza ndio vizuri. No, tutazungumza Kibantu. Wale viongozi wa SADC walio wengi wanasikia Kiswahili. Nina message kwa ninyi viongozi wa SADC. Munaona nchi jirani ya Kongo ile watu wanakufa. Mnajua habari ya Kongo vizuri sana. Na kitu cha kwanza ninawashukuruni kwa jitihada na mbinu zote mnazozifanya kwa kutafuta amani katika nchi ya Kongo. Ninawapa shukurani katika jambo hilo. Lakini kuna kitu kimoja nataka kuzungumza hili. Kuna udhaifu fulani ambao unatokea kati ya viongozi wa SADC. Na mnajua namna gani sisi ni Wabantu. Wabantu tuna hali yetu tunavyotengeneza mambo. Ninawaomba muangalie asili yetu sisi Wabantu. Wabantu wenzenu wanakufa Kongo, wanaangamizwa kila siku. Ninawaombeni, angalieni jambo hili vizuri. Na muangalie namna gani mnaweza kusaidia ndugu zenu. Ninawashukuruni. Hiyo tu kwa ufupi nilitaka kuambia viongozi wa SADC. Muangalie hilo jambo vizuri. Mumeliangalia na mnaendelea kuliangalia. Na najua macho yenu yako pale. Lakini kuna udhaifu fulani na kuna upinzani fulani kati yenu. Tafadhalini,
Muache mambo ya upinzani. Tafuteni amani kwa ajili ya Kongo. Saidieni wakongomani wapate amani. Na Kongo ikipata amani ni furaha ya Afrika nzima. Ni furaha ya ulimwengu mzima. Kwa hiyo ninawaomba viongozi wa SADC, simameni msaidie nchi ya Kongo kwa amani. Watu wanakufa kila siku. Na hakuna nyuzi au magazeti yanayoandika hiyo. Wanazungumza vitu tu visiokuwa na maana na watu wanakufa. Kwa hiyo SADC tunawaombeni mtusaidie. Tunaomba SADC mtusaidie. Kongo watu wameteswa, mtusaidie SADC. Hali hii hatuwezi kuifanya wenyewe. Tunaomba msaada wenu. Na nyumba ya jirani ikiwaka moto, siku moja huo moto utaingia katika nyumba yako. Kwa sababu nyumba zilipokuwa karibu zaidi, moto unawezekana ukarukia huko. Mambo yaliyokuwa yanatokea Rwanda na Burundi, ilikuwa tunawacheka, tunaona ni vitu vya Watusi na Wahutu hivyo. Leo sio Wahutu na Watusi tena, imekuwa Kongo. Mnajua ni wakati wote, wakati wakina Nyerere wako na rais Kalume yuko, Kenneth Kaunda wa Zambia, wakati ya Afrika Kusini watu wanateswa, huo wakati mnajua hali ilivyokuwa. Kulikuwa vita vingi sana vya Wahutu na Watusi. Na nchi jirani zilikuwa na amani. Lakini tulikuwa na ni vyao hivyo Wahutu na Watusi. Lakini nchi jirani hazikupenda kuingilia kati kutafuta suluhu. Na kwa ajili ya kuangalia jambo hilo, leo hii yamekuwa Kongo. Leo hii yamekuwa Kongo. Yataingia Zambia, yataingia Tanzania, yataingia Botswana, yataingia mahala pote katika Afrika. Na sisi wote ni wa Afrika. No, ninawaombeni tuache kutumikishwa na wazungu kuwa vibeberu wa watu. Tuendelee kutetea haki za binadamu. Na hiyo haki za binadamu hakuna. Inakuwa jina tu. Na ndio maana rais wa Marekani wakati mwingine anampongeza Trump, wanamuita crazy, wanamuita mgonjwa, lakini mimi simuone ni mgonjwa. Anaambia watu ukweli. Rais Trump ametoka katika umoja wa binadamu, utetezi wa binadamu, kwa sababu ameonyesha wazi, anasema mnaniambia Amerika iwe katika umoja wa binadamu namna gani? Na haki za binadamu ziko hazitetewi. Angalia vile Kongo inafanya, lakini Kongo imechaguliwa iwe member wa haki za binadamu. No, nimetoka. Lakini dunia inalaumu. Haki za binadamu zimepotea. Hakuna haki za binadamu. Kwa hiyo ninaomba SADC tusaidieni huko Kongo, kwa sababu nchi yetu inaendelea kuteswa. Habari ya mwisho ninataka kuzungumza na wazalendo wote pamoja na majeshi yetu ya wazalendo. Mjue kitu kimoja. Hatulali usingizi. Na ninaomba muendelee kukaa katika cavern. Watu wengi wanasema wanapenda vita. No, hatupendi vita. Tunapenda amani. Kama wewe ukishafungwa kamba utauawa jioni, na ukishaanza kujitetea nitoke nife kabla ya wakati wangu, ni sawa sawa na kufa tu. Sisi tukisema hatusikomboe nchi yetu, tunakufa. Tuache, tunakufa. No, hatutakubali. Mawazo ya watu wengine ni machache sana. Ufaransa haikupata uhuru leo bila kupigana. Walipigana. Umarekani walipigana. Nikitaja nchi zote zilipigana. Na Kongo kwa nini tusipigane? No. Joseph ameingia madarakani kwa ajili ya bunduki. Na hakuna kitu kingine. Tumempa muda aingize demokrasia. Lakini demokrasia haingizi. Alijaribu kuingiza demokrasia kwa ajili ya matakwa yake, lakini amebadilisha kila kitu. Na ndio maana inaambia kwamba majeshi yetu mahali mlipo, aluta continue. Kaeni kimya mpaka skengere ya mwisho. Tunapigana vita vya imani. Na kozi yetu iko juste. Na Mungu yuko pamoja nasi. Yakutumba amefanya kazi nzuri sana, lakini kwa ajili ya infiltrate, wamerarantir, leo hakuna kitu anaweza kufanya. Kwa sababu hata karibu yake wametia infiltrate wengine.
Kwa hiyo wandugu wapenzi, ninawaambia pamoja na Mungu, nous vaincrons. Vita tulivyo navyo sio vita vyetu, ni vita vya Mungu. Ninaomba wachungaji katika Biblia, wakati Daudi, mfalme Daudi, mtoto wake alipotaka kufanya mambo ya kuharibu nchi, ni wachungaji walisaidia. Wachungaji simameni. Huyu mnaisikia Martin Luther King alikuwa mchungaji. Alikuwa na ubiri theologie de liberation. Uangalia Biblia nzima imejaa theologie de liberation. Kwa sababu dini ni vita. Huwezi kupata imani bila kupigana. Si mpaka upigane kimwili, unaweza kupigana kiroho. Kwa kuwa Mkristo mzuri, Mungu anasema ujue kupigana kiroho, kushinda dhambi. Na hapo ndio kuna tatizo. Na hatutakuwa Wakristo wazuri katika nchi ya Kongo kama bado tunatawaliwa na ubeberu. Kwa sababu Biblia inaleta amani. Na amani haitakuwa katika Kongo. Muangalie mchungaji wa Eglise de Christ ambaye alijaribu kusema ukweli. Hana amani Kongo na amekimbia Kongo. Mnajua hiyo. Walikimbia kanisa Katolika kwa kusherekea kifo cha mzee Desire Kabila, wakaenda Centenaire, kanisa la Centenaire. Na walipofika huko, mnajua kilichotokea. Mungu halali alizungumza na yule mchungaji. Na yule mchungaji alizungumza vizuri sana. Na ndio kazi ya uchungaji hiyo. Soma mu Biblia. Wachungaji walikuwa wanaenda kumwambia mfalme, umefanya dhambi, tubu. Nabii Yohana alikata kichwa kwa sababu gani? Alikuwa anamwambia mfalme Herode dhambi yake. Anamwambia Herode, umefanya dhambi, umechukua mke asio wako, umechukua mke wa ndugu yako. Acha hiyo. Herode anakosa amani. Kwa hiyo kupata amani mpaka amuue Jean Baptiste. Kwa hiyo kazi ya wachungaji, wengi wanajiita wachungaji, wanatafuta hela. Ni wachungaji wa hela. Mimi mwenyewe ni mchungaji. Lakini nataka niwaambie kwamba wachungaji wengi wanatafuta hela. Lakini mchungaji aliyeitwa na Mungu anasimama pale kusikia sauti ya Mungu na anaambia watu ukweli. Lakini ukienda Kongo hawaambie mtu ukweli. Anaitwa usiku, mchungaji anamwambia tusaidie kufanya mahubiri ya kampeni. Wale watu wa artisti wanaimba mambo ya Mungu, wanawaambia chukweni pesa, hata upate pesa, upewe $100,000 wewe mwenyewe tu. Na region yako yote, province yako yote, watu wako wanateswa. Unafanya nini? Uko egoist. Tutashinda vita hivi. Hata tubakie wachache wenye kuwa na imani, tutashindwa. Tutashinda vita hivi. Kwa sababu Moize, hata kulikuwa wainfiltre katika watoto wa Israeli, kwa sababu Moize alikuwa ameitwa na Mungu, alishinda. Na ninawaambia kazi ninayoifanya, Mungu ameniita nifanye kazi hii. Na tutashinda. Kwa hiyo majeshi yetu wote walipo, na jeshi letu si lingine, ni watoto wa nchi, ni wananchi. Ninajua mnalia wa mama, ninajua mnalia wa baba. Pamoja na kulia kwenu, ukombozi uko karibu. Yeyote anayetupenda, tuombee. Tusaidie. Tunaomba michango yenu. Kama unapenda piga simu, nina dola zangu 5, nina euro zangu 2 kwa kusaidia kwa ajili ya kuleta amani Kongo. Tunashukuru wote wanaotuombea na wote wanaotuencourage. Mungu awabariki na luta continue. Tunasema asante